Hujambo, ni Jumatatu nyingine tunakutana hapa wana michezo ndani ya Sports Hall kujadili mada mbalimbali zinazohusu michezo. Na leo tuko na mada ambayo inasema, je, ligi yetu inawaandaa wachezaji kuweza kushindana katika ligi za nje hususan Afrika pamoja na barani Ulaya. Studio niko na Hamidu Deli pamoja na Paul Elias. Mimi ni Jordan Goli, tutaweza kujadili kwa pamoja. Lakini naamini wewe pia mtazamaji utakuwa na jambo la kuweza kuzungumza kuhusu mada hivyo. Tutadondosha komenti yako kwenye uwanja wetu wa comment tuweze kujadili kwa pamoja. Je, ligi yetu inawaandaa wachezaji kuweza kushindana nje ya bara la Afrika ama nje ya Tanzania? Habari za wakati huu kwanza ndugu zangu ni studio. Sisi tuko salama kabisa, tunashukuru Mungu tumeshafika hapa. Mungu ameweza kutujalia. Mimi niko sawa. Mimi niko poa kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, tuna afya njema, tuko tena leo hapa Sport Hall. Sawa kabisa. Hawa ni wachambuzi wangu ambao tutakwenda kujadili nao kwa pamoja hapa ndani ya Sports Hall. Nikianza hapa kwanza tuweze kuwekana sawa kwanza. Je, tunakubaliana kwamba ligi yetu haina ushindani huo wa kuandaa wachezaji wetu kuweza kushindana nje ya Tanzania ama nje ya bara la Afrika? Nikianza kwa Hamidu Dave. Kwa upande wangu mimi kwa asilimia chache naweza nikasema inawaandaa, ila kwa asilimia kubwa zaidi naweza nikasema bado hatujafikia hatua ya kuandaa wachezaji wetu kwenda kucheza ligi ya Ulaya au ligi yoyote ya nje ya bara la Afrika au hata kwa Afrika. Kwa Elias? Mimi kwa upande wangu ni kwamba kulingana na ligi yetu ubora tulionao sasa hivi, ukiangalia hata kwenye msimamo wa ranking kwa maana ya CAF tuko juu. Kwa hiyo ukiwepo ndani ya top 10 ina maana kwamba uwezo mnao. Kikubwa ni nini? Mchezaji yeye mwenyewe kujitambua, kuwa na ndoto yake zaidi, analenga wapi aweze kufikia malengo yake hasa. Sawa. Tukaangazie sasa moja kwa moja kwenye mada ambayo imetuweka hapa studio siku hii leo. Ushindani uliopo kwenye ligi ya Tanzania unaoandaa vipi ama unalinda vipi afya ya wachezaji kuweza kushindana nje ya Tanzania ama nje ya bara la Afrika? Kwanza tunarudi tunaangalia, of course ligi yetu imekuwa na vilabu viwili hadi vitatu ambavyo vimekuwa vina competition sana, na asilimia kubwa huwa tunaposhiriki michuano ya kimataifa hasa CAF Champions League pamoja na CAF Federation, asilimia kubwa tuna invest sana kwa wachezaji wa nje kuja kutusaidia kushindana hizo, lakini asilimia kubwa timu zetu tumekuwa hatuwaamini wale wachezaji wetu wa ndani, kwa sababu hata kwanza wanapewa nafasi chache sana katika first 11. Tunaangalia timu kama Simba kuna wachezaji wengi wa kigeni ambao huwa wanaanza kwenye ligi na kwenye mechi za kimataifa. Hata Dar es Salaam Young Africa asilimia kubwa ni wachezaji wachache sana, na jambo hili ni kwa kuwa brand wachezaji wetu au kwa kuwajengea uzoefu wa kwenda kucheza ligi za Ulaya bado iko katika kiwango cha chini sana. Kwa Elias, unafikiri ligi yetu ina ushindani huo wa kuandaa wachezaji kiafya kuweza kushindana nje ya bara la Afrika ama nje ya Tanzania? Kwanza ili uonekane uwe bora, lazima ucheze na aliye bora. Na ukiangalia kwa maana ya TFF kupitia kwa Rais Wallace Karia, tuliona waliongeza wachezaji mpaka idadi ya watu 12 kutoka nje. Lengo ni nini? Lengo hasa ni kwa ajili ya kuleta wachezaji wa nje, kuleta ushindani na wachezaji wa ndani. Na ndio maana sasa unapokuwa unaletewa anayekuzidi uwezo, kwa hiyo ina maana kwamba na wewe uzidi kupambana, uingie kwenye listi ya kikosi. Na ukiangalia nakupa mfano wa kwamba Bwana Samata kipindi anatoka Simba akaenda TP Mazembe, alipotoka akaenda Genk, hatimaye akaenda Aston Villa. Ni nini? Juhudi yako na malengo yako ndio yanaweza kufanya ufike unapopataka. Asilimia wachezaji wengi wa Tanzania kwamba asilimia wengi ni kwamba wenyewe ndoto yake kubwa ni kucheza Simba na Yanga. Akishafika Simba na Yanga ndio maana unaona anafifia pale pale. Hatimaye kwa hiyo tunakubaliana kwamba wana tabia ya kuridhika. Kwa maana kuridhika. Kwa ndio maana akishafika Simba na Yanga kiwango kishaanza kuporomoka, ndio maana unashangaa tena ashaanza kurudi alikotoka, Dodoma Jiji, Mbeya City, hatimaye ligi daraja la kwanza. Kwa wengi wanakuwa na malengo ya kuchezea Simba na Yanga, so kama Ulaya. Mbona Bwana Samata alishawahi kufika mpaka Aston Villa na sasa hivi bado yuko nje? Achana na Samata. Tunamwangalia Msuva, Simon Msuva. Mbona walikuwepo wachezaji wengi kina Donald Ngoma, kina Hamisi Tambo. Alikuwa anacheza nao kwenye listi ya kikosi first 11. Kwa hiyo mchezaji anapokuwa na malengo yake na kama na malengo ya kucheza nje, huo uwezekano upo. Kikubwa ni nini? Afocus na malengo yake anayo aliyo ya target, na kingine viongozi wanaowasimamia kwa maana ya maadili ama mawakala. Unasimamia mchezaji ana ubora gani? Kwa lazima na wewe utoe ushauri kwake.
sisi tunataka ama mimi nahitaji siku moja nikuone huko Ulaya unacheza Manchester United au wapi. Kwa lazima hata kama ni mchezaji anaingia kwenye upambanaji lazima afocus nini. Mimi kwa mfano mimi kama ni mchezaji pamoja na wakala wangu tumetarget nini, nifike Ulaya, na ndio maana focus kubwa lazima upambane kwa ajili ya kuvuka kutoka kwenye ligi yako ya ndani, kwa maana ligi kuu Tanzania bara tukuone Ulaya. Umeona? Ni ukweli kwamba wachezaji hawana malengo ama wanaridhika wakishafika kwenye vilabu vya Simba, Yanga pamoja na Azam FC? Hamidu Bire. Of course kwa upande mmoja unaweza kusema wanaridhika kwa sababu ya mishahara na kasumba zinazoendelea, kwa sababu mchezaji akishafika Simba tayari ameshapata umaarufu, mshahara anapata mzuri, lakini mwisho wa siku anaenda Simba anaenda kufanya nini? Mwisho wa siku wengine of course wanakwenda, kwa mfano kina Ofen Chikola wameenda Yanga, mwisho wa siku tena wamerudi wako Singida wanaporomoka. Faridi Musa alikuwa mchezaji mzuri, alienda Ulaya amerudi, mwisho wa siku sasa hivi ameshapotea kabisa kwenye ramani, hatuwaoni. Kwa sababu gani? Wamesharidhika na kile ambacho wamekipata. Lakini kiuhalisia kwa wachezaji wenye malengo ni wachache sana ambao wanatamani kwenda kucheza ligi ya nje tofauti na ligi yetu ya Tanzania. Na kwa upande mwingine mimi naweza nikasema kwamba kwanza tunaanzia katika misingi ya ligi yetu. Academy, tuna academy ambazo zinaweza kuwasaidia wachezaji wetu kwenda kucheza ligi ya Ulaya. Ukifananisha na nchi kama Senegal, Morocco, Nigeria. Kwa mfano nchi kama Senegal wana academy yao moja inaitwa Generation Foot ambayo ina collaboration au ina uhusiano na klabu ya Metz ambayo inashiriki ligi kuu ya nchini Ufaransa, na imetoa wachezaji wengi sana. Kwa mfano tunamwangalia mtu kama Sadio Mane ametokea kwenye hiyo academy. Amecheza academy hiyo akaenda Metz, mwisho wa siku akaenda Salzburg ya kule nchini Austria, akaenda Southampton, mwisho wa siku yuko wapi? Sasa hivi akaenda Liverpool, sasa hivi yuko wapi? Yuko Al Nassr Saudi Arabia. Tunaangalia akina Diafra Sako, wengi kina Papi Sarr, wote wametokea Metz. Hata ukienda nchini Morocco tunamwangalia mtu kama Azedeni Unai ambaye ametokea Angers sasa hivi kwa Olympic Marseille. Hao wote wamepita kwenye academy. Kina Brahim Diaz. Tunakwenda nchini Nigeria, kuna wachezaji kama kina Samuel Chukwueze, wale wamepitia katika academy za Diamond Sport Academy. Kina Wilfred Ndindi, hao wote wametokea kwenye hizo academy. Lakini tunarudi kwenye ligi yetu, tuna hizo academy ambazo zinafanya collaboration na hizi ligi za nje. Mwisho wa siku ndo unakuta vilabu kama Mtibwa Sugar, of course wana academy lakini bado wana vijana ambao wana vipaji, lakini wanaenda wapi? Mwisho wa siku wanaenda Simba, Yanga, wanaisha Simba, Yanga. Wao hawaendi nje. Ni kutokana na connection ndogo ya ligi yetu ya Tanzania pamoja na hizi academy kwenda wapi? Kufanya transfer, kuwapeleka wachezaji wetu nje ya ligi yetu ya Tanzania. Sawa. Sasa kwenye swala la ligi bora, mawakala pamoja na exposure kwenda kucheza nje, unafikiri hivi vitu vitatu kuto kuungana? Kwa maana mimi ninapotazama, yes tunasema ligi ni bora, lakini je, mawakala waliopo wanawahimiza wachezaji wao kuwa na hiyo passion ya kwenda kucheza nje? Ama unafikiri kuto kuungana kwa hivi vitu vitatu ndio ambavyo vinasababisha wachezaji wetu kushindwa kutoka nje ya Tanzania kwenda kucheza nje ya Tanzania, Afrika ama barani Ulaya? Ndio, ni kwamba ukizungumzia wakala, ukiwa na wewe kama ni mchezaji lazima uangalie kwanza wakala. Kuna wakala mwingine yeye kwa ajili ya wewe unapokuwa unaonyesha juhudi yako ama timu fulani ikikuhitaji, yeye ndo atahusika tu. Yeye yupo kwa ajili ya kufocus timu gani ambayo inakuhitaji, lakini hana muda ambao wa kutenga kwa ajili ya kukushauri sasa wewe una malengo gani kama mchezaji. Je, kama una malengo lazima kama wakala sana ajitambue kwamba lazima akupe yale mawaidha ya kwamba wewe ni mchezaji ndio, na sasa hivi umeonyesha ligi kuu Tanzania bara performance yako ipo juu, na tayari labda upo kwenye Simba na Yanga unaonyesha hali. Kwa mfano tuchukulie kama Faisal Abdalla Feitoto. Wewe sasa hivi ni Faisal Abdalla Feitoto. Azam hapa unaonekana una performance ya hali ya juu. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ushauri wangu ni kwamba ongeza juhudi yako siku moja, ama ile tokee hata siku moja timu basi ya kutoka nje ya Tanzania ambayo inakuhitaji. Tunajua kabisa kwamba unapokuwa unahitajiwa na timu yote kutoka nje ya Tanzania, moja kwa moja ofa ni kubwa. Nikupe mfano wa kwamba kipindi Mixon pamoja na Chama hapo kwenye performance yao ya hali ya juu, tulimuona Mixon anaelekea wapi? Al Ahly. Kratos Chota Chama akaelekea Berkane. Kwa sababu ni nini? Alikuwa na target. Kwa performance yake ilimlipa. Huwezi jua wakala wake na yeye alikuwa anampa mawaidha gani. Kwa hiyo unapokuwa na wakala ambaye anaelewa kwamba nini maana ya soka na nini maana ya kwamba tunatafuta nini mbele tunatafuta nini mbele ya hili soka, kwa sababu unapokuwa na kiwango kizuri na wakala mzuri, kuna mawaidha ambayo atakupa kwa ajili ya kuweza
kukuongezea mood ama ndoto na wewe ya kuweza kufocus, na mimi nataka siku moja nicheze nje ya Tanzania. Kwa hiyo wakala ni mtu ambaye ni muhimu sana. Unaweza ukapata wakala ambaye yeye yupo kwa ajili ya kufocus maslahi, kwamba performance yako hapa Young Africans wakiweka dau kubwa tuhamie, sisi tunataka hana ile ndoto ya kwamba naye kukupa ushauri wa kwamba siku moja natamani basi nikuone Al Ahly, nikuone Aston Villa, nikuone Manchester United. Yani ana focus, ofa ikija unamuona sasa nina wakala tupo tukae mezani tuzungumze, lakini hana ule ushauri wa kuweza kumpa mchezaji. Sasa mchezaji anayemsimamia kwamba natamani siku moja ucheze nje ya barani Afrika ama nje ya Tanzania, zaidi tukuone Ulaya kule. Sawa, nikirejea kwa sasa Hamidou Deli. Nchi zingine za barani Afrika umezungumza hapa, nchi kama Morocco, umezungumza pia nchi kama Senegal, Nigeria, pamoja na nchi zingine barani Afrika, Ghana, Ivory Coast, zimekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinatoa wachezaji wengi sana nje ya bara la Afrika. Unafikiri kwa nini nyota wengi ukitoa Tanzania wamekuwa wanaenda nje ya bara la Afrika, lakini sisi Tanzania bado tunaendelea kustruggle kuweza kuwatoa wachezaji wetu kwenda kucheza nje ya bara la Afrika ama kucheza hata nje ya Tanzania? Kwanza tunarudi kwenye swala la ushirikiano na scouting. Hata ukiangalia ligi yetu bado haina scouting ya mawakala kutoka nje ya Ulaya, Afrika bado. Japo ligi yetu inashika nafasi ya 5 kwa ubora Afrika. Lakini je, tunaangalia kuna maskauti ambao wanakuja kufanya scouting kwenye ligi yetu kuangalia wachezaji? Bado hakuna. Kwa hiyo kinachotakiwa si kufanya, ni uwezo sasa wa mawakala binafsi pamoja na wachezaji. Wao sasa kuangalia kwamba kwa manufaa ya taifa tunatakiwa wachezaji ambao tayari wana vipaji wameonyesha, tuwatafutie masoko ya kwenda kucheza wapi? Huko Ulaya. Ndio maana unaangalia wachezaji wanaotoka Ivory Coast, Senegal bado ni wanatoka wakiwa bado wana umri mdogo. Sisi wachezaji wetu huku mpaka wanafika miaka 24, 25, 26 ndio tunawaona mbona huyu alikuwa anastahili kucheza Ulaya, lakini mpaka sasa hivi bado yupo Tanzania. Lakini unakuja unaangalia, ndio maana mwisho wa siku mchezaji anaona kwa umri wangu naona tu bado nisalie tu kucheza hapa, kwa sababu mimi yenyewe natafuta riziki. Mpira ni biashara kwa sasa hivi, si ndio? Kwa hiyo bado mimi naona swala la scouting turudi sasa kwa mamlaka za shirikisho la mpira kuangalia ni mikakati gani ambayo itaweza kuwasaidia sasa kushirikiana, hasa kwa hawa vijana ambao wa Serengeti Boys, hawa vijana wadogo. Hao ndio tunatakiwa tuwekeze ili tukubali kwamba nyuma tumeshafanya misi. Naam, tunahitimisha hivyo ndani ya Sports Forum kwa siku hii ya leo. Hamidou Deli pamoja na Paul Elias wamekuelezea kinaga ubaga, lakini naamini wewe pia mtazamaji utakuwa na maoni yako. Andika hapo kwenye ujumbe wa comment. Je, unafikiri kipi kifanyike ili timu za Ulaya ziweze kuamini wachezaji kutoka Tanzania ama ligi yetu? Kwa kwa mtazamo wako unaona inawaandaa wachezaji kuweza kucheza nje ya Tanzania ama nje ya bara la Afrika? Mimi ni Jordan Mgoli, tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.